Champion ile maosho. Mtoto wa Mabibo pale unasema faru dume. Na kozi mlipuko. Mwenye mtaalamu watu. Six combination ka. Maosho. Baba unaniacha hoi. Sana. Sio yupo jamaa? Huyu ametoka, naona yuko mitaani. Yupo mitaani. Basi mama bwana akija, mwambie bwana jamaa wako alikuja yule Mr. Killer. Sio hai. Baba taratibu baba. Taekwondo gujuru. Mama wanao hapo sasa, huku kuna maosho, mzee wa six combination, huku kuna Mr. Killer, mzee wa masho ati taekwondo. Mama hatari. Akija basi mwambie jamaa wako alikuja, aje maskani basi. Sawa baba, lakini nina shida naye kidogo. Kidogo tu. Kwema. Kwema babangu. Kwema kabisa? Kwema kabisa. Karibu kae kidogo tuongee. Mbona unachoka hivyo? Ukisikia mazungumzo kidogo, kama moyo kana dunda ti. Maana moyo kununda mama sio kwenye upande wa kule tu, hata kwenye mazungumzo ti. Unashtuka kidogo. Kwa chini ya mzima wewe. Namwambia japo kaa chini tuzungumze. Lazima pressure na kuwepo. Ndio mama. Baba. Naam. Wewe ni rafiki yake mkubwa Maosho. Ni mwenzake wa karibu mno. Ukikaa chini na Maosho, naomba umwambie simtaki Saida. Saida huyu shemeji yangu mimi? Ndio huyo. Shemeji yangu wa faida? Huyo. Kwani kuna tatizo gani? Wewe elewa hivyo babangu, kwamba sitaki hata kumuona. Yaani sitaki kabisa. Mkikaa mwelezani, mwambie muingie hivi. Sitaki hata kumuona Saida. Mama. Sawa, najua umenieleza mimi. Maana mimi ndo kama yule. Sawa, mimi nitamfikishia. Lakini mama, kama kuna tatizo usingelegusia kidogo. Ni kweli, lakini ninachokuomba mimi, wewe mfikishie hiyo taarifa. Sawa. Basi mama usijali. Sawa. Mimi nitamueleza nitapokutana naye. Sawa. Kama wewe ulivyoniambia na mimi nitafikisha. Sawa. Sawa. Mama, hivi hii inatoka hii? Hii unaenda hadi hapo, afu unateremka na unakutana na barabara kuu. Sawa. Karibu sana baba. Aya. Karibu. Katika kijiji hiki chote. Yaani mwanangu wa kwanza. Najua wewe lazima ujeniosha mimi nikifa. Najua. Wewe si mwanangu sana? Najua. Mwana Maosho, ujue mwanangu sana. Naelewa mwanangu. Au sio? Ila najua tushaongea mengi. Ndio. Nitaka nikuage nipasue hivi. Ila nimekumbuka. Unajua pindi nimekuja nyumbani pale kuja kukucheki. Nikutana na bibi mkubwa. Ndiye ndo aliniambia kwamba bwana katoka hela. Muda si mrefu naingia. Sasa nashukuru tumekubumia hapo kati. Sasa ni bora nikupe ambayo nimeyasikia kwa bibi mkubwa. Unajua wewe mwanangu. Wewe mwanangu sana tena kindaki. Naelewa. Bwana Maosho, wewe tumefanya vitu vingi. Vingi mno. Sasa mama yako bwana ana malalamiko ambayo amenipatia mimi. Kuhusiana na yule bibie yule. Saida. Saida. Shemeji yako yule. Shemeji langu la ukweli. Wala azingua. Azingua Mama kalalamika sana kuhusiana na Saida. Sasa sijajua kuna tatizo gani. Amenieleza mambo mengi sana. Mimi nikaona sio kesi. Mimi nitakwambia. Wewe mwanangu, kwa nini sikwambie? Kabisa. Sijui kuna tatizo gani ambalo linaendelea. Ila nini msikilize mama. Unajua nini mwanangu? Unajua rafiki yangu sana Kila. Afu sikufichagi kitu, au si? Umeona yule Saida yule? Wewe mwanamke ambaye ana heshima sana. Nadhani mwenyewe unajua na mji mzima watu wanajua. Hajaye kumvunjia bibi mkubwa heshima hata siku. Lakini bibi mkubwa mwenyewe katokea tu kumchukia yule mwanamke. Mwanangu mimi mpaka nashinda kuelewa. Mimi kumwacha siwezi. Kwa sababu ana tatizo lolote. Nafikiri nafanyaje tu. Unataka kuniambia kwamba
Hamna tatizo lolote labda kugombana na mama au kumjibu pumba yote yani hakuna. Una ndio kama unavyomjua yule mtoto rafiki yako ametulia na unajua kama hivyo. Unajua mimi mama Kisefa alikuwa anaishi kwa watu, anaishi maisha yake kistaarabu kabisa. Lakini mama yenyewe yani katokea kumchukia, ni kumchukia ajabu yani. Sema unajua nini? Wewe usumie sana kitu. Hii ngoma hapo mtaani. Wewe acha mimi niicheze mwenyewe afu nitakupa majibu. Kwa sababu mkubwa mimi namjua. Afu mimi mkubwa wangu, ona muelewa vizuri. Kwa hiyo usijali kwenye hilo. Mimi nitaongea na bi mkubwa vizuri nini afu nitakuja kukupa feedback. Nitakuja kukupa mrejesho. Sometime ujue webu weka na bi mkubwa chini, zungumza naye. Taratibu. Msikilize, ujue mtu mzima ni mtu mzima. Wewe. Sawa? Kuna mengi ambayo utaweza kuyapata. Sawa, kaa naye chini kidogo bi mkubwa msikie. Maana bi mkubwa usimzingatie sana, anazunguka kuna muda mwanangu, kwa sababu mimi ndo naishi naye pale. Elewa, sema usijali mwanangu. Hamna noma mwanangu. Basi kama mimi ningemtaka tu takuja basi kaka. Au sio? Usichelewe basi tunasema nataka twende tukacheze. No! Mwaje wewe. Hamna noma. Haya. Alikwambia mimi nataka maji nani? Umetumwa? Toka na maji yako. Toka, nimekwambia sitaki maji yako. Una shida na maji? Angalie tu. Natumai sitoweza kuendelea tena. Nimekuruhusu wewe. Lakini tambua kuwa nimekuruhusu kuwa na lazima usambue ni jinsi gani ninavyopenda. Na hii ni safari ambayo imelenga sana hisia. Sikuwa lazima nayo kwa sababu najua mapenzi. Naamini wewe umelenga sana kwenye pesa. Ila mimi bado nilikuwa nimebaki kwenye mapenzi ya dhati. John. Nenda nimekuruhusu. Ila kaa ukijua kuwa nyumbani umeacha mwanaume mwenye mapenzi ya dhati sana. Mwanaume ambaye anakupenda sana. Na nitakufikiria muda wote. Sawa. Ile nitakumisa. Sawa. Kila la heri. Pesa imezidi upendo wangu. Leo mimi nakimbiwa. Sijui kwa kuweka moyo wangu. Kipofu napotea njia. Pesa imezidi upendo wangu. Leo mimi nakimbiwa. Sijui kwa kuweka moyo wangu. Kipofu napotea njia. Nisikie huru kabisa, yani jiachie. Masho. Marahaba, yani umekuja wakati mwafaka babangu. Hebu rudi kidogo. Una haraka. Sasa muziki ile. Maosho mwanangu. Yes mama. Huyu ndo yule mke nilokuchagulia. Nilikwambia nitakutafutia mke. Ndio huyo hapa sasa.
Mama, ina maana hujui kama nipo kwenye mahusiano na Saida? Na unaletaje mtu ambaye mimi yupo kwenye hisia zangu? Maosha, huyu ndio mke ninayemtaka mimi, na ataolewa hapa nyumbani na tutakaa naye hapa nyumbani. Vipi kama mimi simtaki mama? Ni kikwazo cha penzi langu.